mwanamke anakuwa baraka, anapendeza akikaa kwenye nafasi yake, lakini nini matokeo ya moja kwa moja yanaweza yakatokea ikiwa huyu mwanamke hajakaa kwenye nafasi? Kwanza kabisa kama ninavyosema ni msaidizi. Ina maana sipaka kwenye nafasi mambo yanaharibika. Okay. Familia inaharibika. Kwa sababu kama yeye ndiye anatakiwa asimame, kama ndiye anatakiwa asaidie, ndiye anatakiwa aombe ili familia ikae sawa. Kwa vyovyote akitoka kwenye nafasi yake, ndio lazima familia inaharibika. Okay. Watoto lazima wataharibikiwa. Kwa sababu utaona wazi kwamba hawana tena mtu wa kuongoza. Utakuta mama, unajua hata baba akiondoka, hata baba akitoka, lakini mama anaweza kukaa na watoto. Baba hawezi kukaa na watoto. Lakini mama akibaki peke yake anaweza kulea watoto. Okay. Anaweza kuwasaidia watoto na wakasoma. Hivyo akiuza mchicha wake, akiuza maandazi yake, watoto wake watasoma na watakuwa salama. Lakini wakibaki na baba hawezi kukaa salama. Ndio maana utakuta baba lazima akatafute mke mwingine. Lakini mama atasema watoto wangu bado wadogo, ngoja niwalee watoto wangu mpaka wawe wakubwa, wameweza kujitegemea, ndio labda nitaanza kufikiria kama akiona kuna sababu ya kufikiria kuolewa tena. Kwa hiyo utaweza kuona kwamba kama huyu mama labda kwa mfano ametoka kwenye nafasi, labda akaondoka kwenye ndoa, ameacha watoto pale. Hao watoto watakuwa machokora. Kwa sababu mama ndio mwalimu, mama ndio anayemwambia mtoto wewe acha, wewe fanya hiki, wewe ndio mama ndio anaelekeza. Mama ndio anajua tabia ya mtoto toka anazaliwa. Kwa hiyo anamjua mtoto wake jinsi anavyokuwa, mabadiliko yake, anajua kumfadhilia mtoto wake. Kwa hiyo inawezekana kuna tabia ambazo baba asizijue kwa mtoto, lakini sasa mama anakaa na mtoto wakati wote. Anajua. Kwa hiyo ni rahisi mama kumfuatilia mtoto wake. Sasa mama huyu akija akaondoka kwa sababu ya mazingira au sababu ya machungu alikutana nayo, cha kwanza anaharibu uzao wake. Okay. Uzao lazima utaharibika kwa sababu gani? Nani anawaelekeza tena wale watoto? Na watoto wanasononeka. Na hata kama ni masomo shuleni, hata anarudi chini kwa sababu akiwaza mama hayupo. Akiwaza hilo linamuumiza moyo. Kwa hiyo unakuta kwamba kabisa hapa kuna tunaharibu. Kwa hiyo utaona kwamba hawa watoto wanaharibika labda watoto wawili watatu wangapi. Hii unaharibu jamii tayari. Okay. Unaharibu uzao tayari. Okay. Kwa sababu watu watakuwa tena hawana mtu anayewaongoza. Hii ni Fata TV.